mabadiliko kwenye mfumo wa uchaguzi, kuzuia uchaguzi usifanyike. Sasa uchaguzi hautafanyika kwa sababu Lissu amesema tu. Hautafanyika kama wananchi wa Masasi na wananchi wa Tanzania hii tukikubaliana na msimamo wetu. Nikasema uchaguzi huu hautafanyika. Hatutaenda kupiga kura, hatutaenda kujiandikisha. Siku ya uchaguzi tutaandamana. Wanatufunga wote. Wanatufunga wote. Kwa kosa gani? Watatufunga kwa kosa gani? Kuna sheria gani ya Tanzania inayosema kwamba lazima tushiriki kwenye chaguzi za kijinga? Sheria gani hiyo? Ya nchi gani? Kwa kama hawataki tutengeneze utaratibu bora wa kupata viongozi, sisi wananchi wa Masasi na sisi wananchi wa Tanzania tuharibu kwa uchaguzi. Hawatatuwekea bunduki kichwani sisi wote. Wanaweza hiyo? Wanaweza hiyo? Ndio maana tunasema bila mabadiliko hakuna uchaguzi. No reform, no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Sasa kuna wajinga wanasema hivi, sipoenda kwenye uchaguzi chama kitakufa. Jamani, tumekwenda kwenye uchaguzi mwaka jana mwezi wa 11. Tumepata nini? Tumepata nini? Watu wetu wameuawa. Watu 4 wameuawa kwa sababu ya uchaguzi wa vijiji na mitaa mwaka jana. Tulienda kwenye uchaguzi mkuu wa 2020. Waliua watu zaidi ya 25 Zanzibar, wakaua watu Tunduma, wakaua watu Tarime. Tulipata nini? Tulipata nini? Tulikwenda kwenye uchaguzi 2019 wa vijiji. Magufuli aliufuta wote. Tulipeleka wagombea. Tulipata nini? Kwa tukienda mwezi wa 10 tutapata nini cha tofauti na mwaka jana na 2020 na 2019? Tutapata kipi cha tofauti? Tutapata kipi cha tofauti? Wanaosimamia ni wale walioharibu mwaka jana ndio wanaosimamia mwaka huu. Walioharibu 2020 ndio wanaosimamia leo. Walioharibu 2019 ni wale. Tukienda chama kinakufanya. Chama kinakufanya. Yeye wote tutaenda CCM. Tutaenda Chauma au Kadea. Kwenye uchaguzi hamtapata ruzuku. Tunaambiwa hamtapata ruzuku. Aha. Kumbe shida sio kwamba watu wetu wanauawa. Shida sio kwamba watu wetu wanaenda kuumizwa. Shida ni kwamba twende ili tupate ruzuku. Tupate ruzuku. Hiyo ruzuku inafika Masasi. Inafika huku. Na haya maisha ya watu, bei kumbe ya watu, maisha ya watu ni ruzuku kwa vyama vinavyoshiriki upinzani kwa uchaguzi. Nilidhani kwenda kwenye uchaguzi ni kwenda kutafuta viongozi. Kumbe kuna watu wanawaza pesa, hawajali watu kufa.
Ndio hivyo. Sasa sisi ndugu zangu wa Masasi, tumesema tutafanya kila linalowezekana kuhamasisha umma wa Tanzania kuzuia uchaguzi. Yeye anasemaje? Yeye anasemaje? Watu wanasema. Na mtu anayesema wanaogopa uchaguzi, ndugu zangu, mimi na miaka 57 leo. Miaka 57 sio umri mdogo. Nimeanza kushiriki uchaguzi Tanzania nilikuwa na miaka 27 mpaka 95. Mimi nimegombea ubunge, nimetoka chuo kikuu mwaka jana. Nikagombea ubunge, nikarudia tena na tena, nikashinda tena. Lema amegombea mara ya kwanza sio miaka mingapi? 27 na yeye. Ameshiriki uchaguzi, ameshindwa na ameshinda. Ameshinda mara mbili. Sisi ndio watu wa kuogopa uchaguzi? Mimi nimegombea urais. Mimi ndio wakuitu kuambiwa na wagopa uchaguzi? Hatuogopi uchaguzi. Tunataka haki. Tunataka uchaguzi uwe wa haki. Hatutaki uchaguzi ambao watoto wetu, ndugu zetu wanatolewa kafara. Chaguzi zetu siku hizi haziwezekani bila polisi kuua watu wetu. Hatutaki chaguzi za aina hiyo tena. Sasa nataka nieleze kidogo kwa sababu ni muhimu. Hivi ni masuala gani tunataka yabadilishwe? Tunaposema mabadiliko, ni mambo gani tunayoyataka? Mfumo wetu wa uchaguzi una dosari kuu zifuatazo ambazo tunataka ziondolewe. Dosari ya kwanza, mfumo wetu wa uchaguzi ni mfumo wa rais, na rais ni wa CCM. Kwa hiyo mwenyekiti wa CCM na CCM yake ndio wanaodhibiti mfumo wa uchaguzi. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ni mteule wa rais, na rais ni mama, au sio? CCM. Makamu mwenyekiti wa tume ni CCM kwa sababu ameteuliwa na mwenyekiti wa CCM. Wajumbe wote wa tume wameteuliwa na mwenyekiti wa CCM. Mkurugenzi wa uchaguzi ameteuliwa na mwenyekiti wa CCM. Wanaosimamia uchaguzi huku kwenye majimbo, mkurugenzi na watu wake ni watu wa CCM kwa sababu wanateuliwa na mwenyekiti wa CCM. Au nakosea? Mpaka watendaji wa kata wanaosimamia udiwani ni wa CCM watu. Wanaosimamia kwenye vituo vya kupigia na kuhesabia kura huko chini wa CCM watu. Ndio maana siku ya uchaguzi hawa mapolisi na hawa wasimamizi wote lengo lao linakuwa hili, kuhakikisha CCM inashinda. Hatutaki tena uchaguzi unaosimamiwa na CCM kwa sababu hayatendi haki. Tunataka tume huru ya uchaguzi. Hilo la kwanza kabisa. Hatutaki tena huyu rais na CCM awe na mamlaka yoyote ya kuamua nani asimamie uchaguzi wowote wa nchi hii. La pili linahusu haki yako ya kupiga kura. Hiyo wananchi nafikiri na haki ya kupiga kura. Sivyo mnavyoambiwa? Napiga kwani napiga? Napiga kura. Kwa haki yenu ya kupiga kura ile kuuzwa.
na inapuuzwa kwa namna nyingi. Inapuuzwa kwa kupitia wagombea wanaopita bila kupimwa, na inapuuzwa kwa kuandikisha wapiga kura hewa kwa mamilioni. Ukiangalia mwaka jana waliandikishaje wale watu milioni 31 wanaodai waliwaandikisha? Wamechukua madaftari ya wakazi, wameandikisha kila mtu aliyekuwepo kwenye daftari la wakazi. Wakachukua madaftari ya sensa, wakaandikisha wote waliokuwa kwenye madaftari ya sensa. Mahali pengine wameandikisha mpaka waliokufa. Wameandikisha wapiga kura wengine wana miaka 5, wengine 10, wengine marehemu, wengine hawako kabisa, ni majina. Alafu wakati wa kupiga kura, unaona kila polisi kwenye kituo amebeba kabegi mgongoni. Kila mwenyekiti, msimamizi wa uchaguzi, mwalimu au mesi au nani anayekuja ana kabegi. Yule ambaye huwa havai buibui sio atakuja na buibui. Ukilifunua tu hivi kura feki tu. Nanielewa? Hizo hao wapiga kura feki ndio wanaokuja kujaza masanduku na kura za uongo siku ya kupiga kura. Na hiyo inatokea kwa sababu sheria ya uchaguzi imesema ni tume peke yake ndio yenye uwezo na mamlaka ya kukaa na kutunza daftari la wapiga kura. Sisi wa vyama vya siasa na wagombea hatuna haki ya kuchunguza tume ina nini. Na kwa sababu ni tume ya CCM inajaza daftari la wapiga kura na mamilioni ya wapiga kura feki. Tunataka daftari la wapiga kura liandikishwe upya na liandikishwe na tume huru, ili kusiwe tena na wapiga kura feki. Hilo jambo la ngapi? La pili. Jambo la tatu, kwenye uteuzi wa wagombea. Sasa hivi kuna ugonjwa kwenye chaguzi zetu, kuna ugonjwa unaitwa engua. Mwaka jana kwenye vijiji na mitaa huku ilikuwaje? Ilikuwaje hapa Masasi usipate mwenyekiti hata mmoja wa mtaa? Ilikuwaje usipate mwenyekiti hata mmoja wa kijiji? Kwa sababu wapinzani wote